Basi somo letu la leo tutajifunza habari za umuhimu wa Roho Mtakatifu kwa muamini au kwa kanisa, na kulingana na muda nilionao nitakupitisha tu, alafu baadaye nianze shughuli maalumu iliyoniletea. Tunajua kwamba Roho Mtakatifu ni wa muhimu sana kwa kanisa, maana kanisa linalo kazi kubwa sana ya kuhubiri Injili. Hivyo kanisa la Kristo haliwezi kutimiza kusudi lake bila nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa kanisa linalo kazi kubwa, si tulichoitiwa sio kutembea tu, sio kuimba, sio kucheza, bali ni kufanya kazi kubwa ya kulitimiza agizo kuu ambalo Mungu ametukabidhi kuenenda kwa hilo. Kwa kanisa linalo kusudi kubwa na kazi kubwa nzito ya kupeleka habari njema, haliwezi kufanya kazi hii pasipo uwepo wa nguvu za Roho Mtakatifu. Lakini kanisa haliwezi kutimiza agizo kuu bila nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kutimiza agizo kuu lazima Roho Mtakatifu afanye katikati yako. Kwa nini lazima Roho Mtakatifu afanye? Maana pasipo Roho Mtakatifu huwezi. Kuna mazingira mengine ni magumu tunakumbana nayo katika ulimwengu wa nini? Wa giza. Tutasoma hapo mbele, lazima nikatae tu andiko. Nasema kwamba vita vyetu si juu ya nini? Ya damu na nyama. Kwa hiyo vita vyetu ni vya ulimwengu wa nini? Wa roho. Kwa sababu ulimwengu wa roho hakuna anayeuona. Hata mimi hapo sioni roho yako wala kwangu ioni, lakini Mungu anaiona. Na anawaambia Roho Mtakatifu anafanya miujiza. Haleluya. Mimi mambo mengi wananifanyia. Jana tu niko kwenye bajaji naangalia mbona kupeleka shuleni, shambani ili nijiandae kurudi shuleni leo jioni. Kwa sababu nitakuwa niwahi shuleni, simu zinapigwa sana pale shuleni. Najiandaa nahangaikia, nikadondosha simu kwenye gari, kwenye bajaji touch. Sielewi mpoteza wapi. Nimepanda bajaji naenda Mpemba, sikuwa na gari yangu. Naenda Mpemba nakutana na simu. Ananipigia mwalimu shuleni, anasema, "Kiungu, nimekutafuta kwenye simu haupokei simu." Sasa simu gani? Hata nimekupigia Tigo. Nasema, mwalimu, mbona nikwambia ukiona Tigo ipokelewi, nipigie kwenye Voda." Sasa ndio maana nikupigia kwenye Voda. Nikaanza kutafuta simu yangu ya Tigo. Line ya touch, simu haipo. Nimeondoka nimefika Mpemba, kuna mali nilikuwa natuma fedha, nikatuma, nikaenda kwa wale wanaochongesha line. Sasa wasio wakabeba tunyewe tu kidogo kwenye account yangu, nikafunga nini? Ile line maki ndio ninasumia. Nimeenda pale kwa wakala nikamwambia, "Nataka kurenew line." Akasema, "Sawa, jina lako nani?" Nikamwambia. Akasema, "Taja jina pale Mpemba." Nilipotaja jina nikasikia Roho anasema, "Acha." Nikaacha. Nikapiga simu nyumbani. Simpo nyumbani, lakini anaondoka nayo, akasema haipo simu. Nikaondoka. Nikaenda kanisani pale Ebeneza, kuna mshirika amefariki. Sasa nifika mshirika kule, akili kanijia. Hasa nenda katoa account, ela kwenye account yako, hiyo nyingine ingiza kwenye account ambayo unganisha nini na ile line. Nikawa nageuza, wamefika wahitaji. Mchungaji, tuna shida. Sasa kama wananichelewesha, watatoa hela zangu kwenye account yetu, tupo tulogodoka tukulipa ada. Nifanyeje hapo? Baadaye napigiwa simu. Mungu anavyofanya, haleluya. Napigiwa simu. Wanapiga kwa mtoto wangu. Anakuja anasema, "Baba, wananiuliza swali, eti simu yako unayo?" Sasa mwanangu, sina. Umeweka wapi? Sasa nimepoteza. Sasa kuna mtu ameikuta simu anauza mjini, ameona picha yako kwenye nini? Kwenye nini hapa jamani? Kwenye screen. Ameona picha yako, akasema, hii simu ya dokta wangu." Akaanza kutafuta, kapiga simu kwa Mbembe. Mbembe akahangaika, ndo akapiga simu nyumbani. Piga simu nyumbani hapatikani, kapiga simu kwa mdogo wangu mwingine. Muulize nani mzee, simu anayo? Ndo kapiga mdogo wangu, anasema simu imepatikana. Nikasema ndio maana aliyenikataza kurenew line ni Roho, kwa simu ninayo. Yeah. Kwa hiyo aliyeniokotea hivi natafuta nipate namba yake, nimtafute mtu. Sielewi ni nani. Na muda mmoja sana mimi simuelewi, kaka mimi simuelewi. Ila natafuta namba yake. Bila sababu akinipigia namba yake, nimpigie, nimshukuru. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nasema Roho Mtakatifu anafanya. Ndio aliyenirudisha pale sisi line. Kwa hiyo sisi bila Roho Mtakatifu hatuwezi kufanya kazi yoyote. Maana tumepewa kutekeleza agizo kuu. Utasoma kitabu cha Injili ya Mathayo sura ile ya 28 na ule mstari wa 19. Mathayo 28 na ule mstari wa 19. Naomba aliyepata aweze kunisomea tone. Kama bado basi naomba nisome mwenyewe, nasoma katika jina la Bwana. Agizo kuu linasema hivi: "Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi ni pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari." Kwa wakati unao kubwa sisi ni kufanya ulimwengu
wote wamgeukie Yesu, tuwahubiri habari njema, ili wakiokoka tuwabatize, na sio kuwabatiza, tuwafundishe. Na mtu anayefundishwa anatakiwa akae kukulia wokovu, akifanya kazi ya Mungu pamoja na sisi. Haleluya! Kwa hiyo ili tumtumikie Mungu kwa uzuri zaidi, lazima tukubali kupata nguvu ambazo tuwezesha kufanya kazi ya Mungu pasipokuwa na hofu yoyote. Na ukifanya kazi ya Mungu pasipokuwa na hofu yoyote, hii itakusaidia wewe kuishi maisha matakatifu. Na maisha matakatifu yanakusababisha wewe uwe salama, na ukiwa salama kiroho, basi utatembea vizuri na Mungu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndiye kiongozi wetu na ndiye atakayetuwezesha. Ukimkosa Roho Mtakatifu itakupa changamoto katika maisha yako. Lakini kitabu cha pili, tusome kitabu cha Mathayo hiyo sura 24 na ule mstari wa 14. Naomba nisome. Inasema tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kwa ushuhuda na kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Kwa maana ya kwamba tunao kazi kubwa sisi ya kuhubiri Injili, kutaarifu ulimwengu habari njema, ukajue ya kwamba Yesu alikuja akafa kwa ajili yao, ukajua ya kwamba unao sababu ya kumgeukia Mungu kuwa Bwana Mwokozi wake, maana mwisho umefanya nini jamani? Umekaribia. Na tutakapohubiri sisi, tukahubiri Injili, ndipo mwisho huo waja. Lakini jambo lingine, Roho ndiye mwongozaji au ndiye kiongozi katika maisha ya mwamini. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anatuongoza sisi katika kufanya mambo mengi, na Roho Mtakatifu anazungumza. Jina la Bwana libarikiwe. Roho Mtakatifu anazungumza, na ukikaa vizuri na Mungu atakwambia, na ukikaa vizuri na Mungu hata maadui zako atakwambia, anasema. Na hata kama kuna hatari mbele anasema. Siku moja nikutana na mtu mwingine amepanda gari limwacha. Mimi siku naenda Dodoma. Nimetoka Tunduma hapa saa 4, nilikuwa kazini usiku, nimekesha, alafu mchana nikashinda, saa 4 nikatoka, naenda Dodoma. Naenda Dodoma na kina Mwaliego wako Mbeya. Tulikuwa naenda wakurugenzi peke yetu. Tulikuwa mkurugenzi kutoka peke yangu. Nikamkuta mtu mmoja pale Mwakabwangazi, analalamika, mimi gari imeniacha. Yule dereva ananiambia amekuachaje? Akasema mimi niko gari imefika ndio ya mwisho, ni saa 4 hiyo. Sasa gari ndio ya mwisho. Nataka kuingia kwenye gari, nikabana na haja ndogo. Nikamwambia dereva, naomba ni dakika moja tu kwenye haja ndogo. Sasa nimeenda kwenye haja ndogo, anaondoka na gari. Huyu dereva hafai kabisa. Nikasema unasali? Akasema ndio nimeokoka. Unasali wapi? Akataja mimi nasali kwa Swata. Nikasema okay sawa. Alafu akasema hapo wewe ni kama nakufananisha vile. Nikasema ni nani? Akasema unakujaga nyumbani kwetu kule Hezi ya kule kwa kina Mwazembe. Nikasema ndio Mwazembe rafiki yangu. Akasema mimi ni mdogo wake Mwayaya. Akasema sawa. Basi kwa tunaongea. Nisema hapana, usikitike. Mungu ni mwema. Hapo Roho Mtakatifu ndio alikuwa anakuambia. Akasema hapana mzee. Kwa Roho Mtakatifu dereva anavuta bangi yule. Tumefika Odivoire. Yaani nainuka mimi Odivoire, nilikuwa na gari yangu ile Kuruga. Nimempakia Mbeya, tuko wawili na begi nimeweka nyuma. Na wakimbia kana Mwaliego wale Mbeya na mkurugenzi wa Mbeya na mkurugenzi wa Kiela. Tuingie kwenye gari tuondoke saa 12 asubuhi au saa 1 tuwe Dodoma. Kwa sababu kikao kinaanza asubuhi. Na mimi nikawa na wai na kule na kazi ambayo wamenipa wakurugenzi wa taifa nikafanya. Kwa na wai ile kazi nifanye kabla ya kikao. Basi nikamwambia tunapenda kuongea. Sasa basi ngoja nikimbilie ile gari. Tunapenda kuongea. Mbele yetu ile gari kaanza. Hiyo Costa. Hiyo. Mara ya kwanza, mara ya pili. Yule jamaa alinikumbatia gari hajasimama. Tukaanza kuokoa watu kwenye gari. Baadaye akaanza kusema kweli nimeamini Roho Mtakatifu anasema. Tulipotoka pale aliomba mpaka namshusha. Aliombea gari nashuka chini, anashika yangu mpaka kwenye matairi, anaombea kwenye matairi, anashika matairi ya gari. Anaomba yule jamaa. Yule jamaa aliniombea iseni. Yaani kwa nikawa naondoka napiga simu. Mkurugenzi tumefika wapi? Yaani nilifika naye Dodoma na alikesha yule jamaa yule. Kwa hiyo Mungu ana njia nyingi. Haleluya. Aliniongezea muombeaji wa safari yangu bila kujijua mwenyewe. Yote kwa mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo hii ni kazi ya Mungu. Lakini ukisoma kitabu cha Yohana 16:13 utakuta habari kama hizo zinazoongea habari za maneno ya Mungu. Inasema hivi: lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena kwa mambo yajayo, atawapasha habari yake. Haleluya. Kwa hiyo ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ananena kwa ajili yako, anaongea na wewe. Hadi ukaa peke yako anaongea na wewe. Umewahi muona mtu ukiwa uko kwenye uwepo wa kimungu, unasikia Mungu unaongea naye Mungu unamsikiliza. Yaani unaongea kama mtu na baba yake. Hivi umemuona mtu anayedai kwa baba yake eti? Umemwona
Wengine bahati mbaya kama baba wa kimwili ni mkali, hata kudeka kwako ni kidogo. Lakini kama baba wako yuko salama, wanadeka, hasa watu wa kike, kwamba kina baba wanadeka sana. Si ndio jamani? Jamani, watu wa kike uongo nyie. Alafu na watu wa kiume kwa mjomba. Sasa mjomba ni mama wa kike. Kwa hiyo hii inasaidia. Lakini kwa kupitia Roho Mtakatifu waamini hupokea maongozi na nguvu na karama za kiroho. Kwa kupitia maongozi ya Roho Mtakatifu unapokea nguvu na karama ili uweze kuwa salama. Lakini Roho Mtakatifu ni wa muhimu sana kwa kanisa. Kwa sababu gani? Hebu tuangalie sababu chache hizo, nitakimbia sasa, ila maandiko utayaandika. Roho Mtakatifu ni wa muhimu sana kwa muamini kwa sababu zifuatazo. Sababu ya kwanza niliipa hapa, kwamba sisi tupo uwanjani, na uwanja wenyewe uwanja wa vita. Kwa hiyo tunapambana. Tunapambana nani? Na mwovu. Tunapambana na nguvu za giza. Kwa kama kwenye uwanja wa mapambano, lazima tujae na kujaa nguvu za Roho Mtakatifu, ili mapambano yetu ya sahihi, mapambano yetu ya imara, ni pale tunapokubali kupokea ujazo wa nguvu za Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akitawala katika maisha yetu, atatusaidia sisi kupambana na adui zetu. Wewe hapo ulipo, watu wanakuwazia usiku na mchana. Wengine wanasema angekufa lini? Haleluya. Mimi nimenunua gari yangu ya pili. Nimenunua gari ya pili. Ile nimeenda Dar es Salaam, niliagiza ikaja, nikaja nayo hapa. Mtu mmoja akawa anamwambia mtu, anasema yani kiungo gari si anguke muue. Unaona? Sasa aliyemwambia akasema mimi naenda kumwambia. Akamwambia, aliponiambia niliwaza nilichomkosea. Nilitafakari nikamwambia, hivi huyu mtu nimekosea mpaka nawaza nife. Sikupata jinsi na asifi. Nikamtafuta. Aisee, Bwana Yesu asifiwe, akasema amina. Nikasema nasikia unasema nawaza kwamba mimi nife. Unajua. Kwa sababu yule alimwambia, mimi naenda kumwambia. Pakakaa siku nyingine amezidiwa, anaumwa. Hana gari ya kumbebea. Wanataka apelekwe Mbeya, ana mgonjwa. Kunipigia simu anaogopa. Wakanipigia wengine simu, msaidie fulani, gari nenda Mbeya. Nikasema Mbeya, nikasema hamna shida. Na mimi nikafunga, nikasema Mungu, naomba wasipate gari yoyote mpaka niende mwenyewe. Nikafunga hiyo gari. Nilipofunga haikwenda gari yoyote. Ategemea si ndugu yake si nani, nikimtaja mnamfahamu. Ikagoma hiyo gari haikwenda. Akampeza akasema mimi sipo, niko mbali. Si wameniambia mimi nimezifunga. Nikaenda nikaweka mafuta full tank, nikaenda dukani kwa mafuta, nikama mafuta ya kutosha, nikaenda nikambeba mgonjwa mpaka Mbeya. Tumefika Mbeya, sema mafuta shilingi ngapi? Sema ya nini? Shilingi ngapi mafuta? Sina shida na mafuta mimi. Tunatoka, nikaa nachukua ka 20,000 nampa, akagoma, nikampa mke wake mzee mtoto matuni. Nikawa nageuza gari narudi. Lakini tuliporudi alikuja nyumbani, alifunga safari kuja nyumbani yeye na mke wake kuja kuomba msamaha. Lakini sasa ni marehemu. Kwa basi nikasema mimi nishakusamehe. Ndio maana nikubeba bure kupeleka Mbeya, nikakurudisha bure. Haleluya. Kwa hiyo vitu vingine maana hapo ulipo wewe unaweza kuwa ujui. Kuna watu wanakuwazia mabao usiku na mchana. Ukivaa gauni jipya, nyewe wanakuwa mmevaa sare. Nafikiri leo ni mpya, nimewasikia. Nimependeza Jamani, nimependeza. Sasa kuna watu wanasema naye mama fulani utafika amevalisha kimti. Na ndio maana Biblia inasema maadui wabaya ni maadui wa nyumbani maana ni mwako. Maadui nyumbani mwako ndio wabaya. Mimi siku moja nisaidia na mtu mmoja hivi. Saizi ni babangu mdogo. Akaniambia, mwanangu nikwambie kitu. Akasema nikwambie kitu. Wewe ukiwa na shida usipende kuambia watu. Yesu kuambia watu, ongea na Mungu wako peke yako. Nikajua kwamba kumbe wazee wana hekima. Ongea na Mungu peke yako. Kwa hiyo wanakuja kama wana huruma kwako. Mwenzangu kuna hili hapa. Pole, ikoje? Unamhadisia, anarudi ndo kupanga makombora. Na babangu wa kwanza kunilea kiroho tangu nikiwa wanasema kaduchu nikiwa darasa la 0, darasa la kwanza, nimelelewa na askofu Mwaisabila. Na wakati huo baba ulikuwa katibu wake. Kwa hiyo katibu wake mimi ndo niwafahamia huko. Kwa akawa anasema saa zingine anasema mwanangu, hata kama mnaumwa, watu wakija kuambia unaenda, sema mimi naendelea vizuri. Kwa akanipa tune. Unaendelea leo, naendelea vizuri. Lakini nimegundua watu wengi wanasema anaendelea vizuri. Unaendelea vizuri. Kwa jamani, si tu kwenye vita, tu kwenye mapambano. Lakini tutasoma kitabu cha Mathayo ile sura ya 13 na ule mstari wa 39, tuone hapa tupo kwenye mapambano na kitu gani? Tunapambana na nini? Na mapambano ya aina gani? Na ili tuyashinde tufanyeje sasa? Maana tuko kwenye uwanja wa mapambano. Anasema mstari wa 30, Mathayo 13:39. Anasema yule adui aliyepanda ni Ibilisi. Mavuno ni mwisho wa dunia
na wale wavunao ni malaika. Hapa tunasoma ukianza pale mstari wa 10 na 36. Tunaangalia Bwana Yesu alikuwa anaongea habari za mpanzi, habari za mbegu. Sasa tunasoma hiki kitabu kinatueleza. Lakini tunajifunza ni habari za huyu mpanzi na huyu adui, na huyu malaika. Tunajifunza kitu gani? Tunajifunza kuishi maisha safi na maisha salama. Haleluya. Tukiishi maisha safi na maisha salama, tutakuwa mbegu nzuri kabisa. Lakini pia matendo yetu yana mwisho wake. Yaani hakuna kitu ambacho hakina mwisho. Lazima kina mwisho wake. Kwa mfano leo tumelima mahindi, tutategemea kuvuna mwezi ngapi jamani? Mwezi wa tunavuna mahindi. Ndio mwisho wa mahindi yetu. Yalikuwa yameshakauka, hata kuchoma uwezi. Kwa kila jambo lina mwisho. Lakini jambo nyingine, tunajifunza pia kwamba mavuno ni mwisho wa dunia. Yaani mwisho wa dunia ndio mwisho. Yaani mavuno yameshakauka, yameshakomaa tayari, yanapaliliwa au yanang'olewa. Maharage saizi mwezi wa 3 wanang'olewa tu maharage. Si ndio jamani Kwa hiyo mwisho wa mavuno nini? Ya maharage waje kupanda mbegu nyingine. Lakini tunapoongea habari za mavuno, maana yake ni mwisho wa nini? Wa dunia. Sasa mwisho wa dunia ukifika, mimi nawe tutakuwa wapi? Tutakuwa katika hali ipi? Ya kukaa kwenye matukio mabaya au kukaa katika kumtegemea Mungu? Lakini kubwa zaidi kwamba lazima tukubali kwamba Roho Mtakatifu ndiye kiongozi wetu. Akiwa kiongozi wetu katika vita hivi, tutashinda zaidi ya kushinda. Kwa hiyo kuwajibika kwa Mungu ni sehemu ya muhimu sana, na watu wengine wanashindwa kustahimili mbele za Mungu sababu kuto kuwajibika. Haleluya. Kwa sababu kuto kuwajibika, unapokosa kuwajibika unakosa kuwa mtekelezaji. Hata kanisani wanaonkanga anguka ovyo ovyo ni wale ambao hawajaweka hazina kwenye ile kanisa. Haleluya. Kwa mfano ukikuta mtu labda kanisa linajengwa linahitaji milioni labda 30, akajitumua akatoa milioni 10, huyu akianguka ni bahati mbaya sana. Mnanielewa Mnanielewa Unajua kwa nini? Analindwa na hofu mbili. Hofu ya Mungu, hofu ya hela zake. Nilimjengea Mungu kanisa hapa, nikatoa. Afu nitoke eti za mbili. Mungu nisaidie. Haleluya. Kwa hiyo kumtumikia Mungu kunaleta uimara kanisani. Na hata fanya uchunguzi, hata wanaotoa kanisani sana michango, wakianguka yani wa kuhesabu. Sio kwamba waanguki, ila ni wa kuhesabu. Lakini wale waadhibu wasiotoa zaka, kwanza wanaanzia uwizi kwenye zaka. Kule ndo kuna ujambazi mkubwa. Wanaanzia uwizi kwenye zaka. Majambazi kwenye zaka yanaiba vya kutosheleza. Halijalishi mlokole au aliyeokoka siku nyingi au ameokoka juzi, lakini anaingia kanisani, lakini jambazi huyu. Jamani, nani anampenda jambazi? Kwa ulinzi wa Mungu natoka. Haleluya. Lakini mtu anayemtumikia Mungu muda wote uko busy na Mungu. Majaribu yapo duniani. Anakutwa na jaribu, naweza kumgonga kisigino, kabla hajamgonga kichwa azame, anakimbia anarudi. Mungu nisaidie, anarudi. Hajagonga nini? Kichwa, hajazama. Lakini asiyekuwa tayari kumtumikia Mungu anapotelea huko. Kwa hiyo tunajifunza kwamba ili tuweze kushinda vita vyetu, lazima tupambane katika ulimwengu wa nini? Wa kumtumikia Mungu na ulimwengu wa kiroho. Na wavunao ni malaika. Ukisoma Biblia inasema wavunao ni watu gani? Ni malaika. Sasa kama malaika anavuna mwenzangu, utaponea wapi? Watumishi wa Bwana, malaika anavuna, utaponea wapi? Pala kuponea? Hapa, si ndio? Kwa kama malaika anavuna, huwezi kuponea, maana hawezi kuruka mlaba. Lakini tena tunaangalia jambo jingine. Kitabu cha Luka sura ya 10 mstari wa 19. Biblia inatuambia, tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Hebu mshangilie Mungu hapo kwanza. Jamani, mshangilie Mungu kwa andiko hili, mshangilie Mungu. Yaani anakuambia hivi, labda nirudie kusoma. Anakuambia hivi, tazama nimewapa amri. Haleluya. Nimewapa nini? Amri. Wewe. Yaani wewe umepewa nini? Amri ya kukanyaga nini? Nyoka na nini? Ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho. Sasa hivi mtu aliyepewa mamlaka ni wa mchezo? Siku moja alikuja kazini kwetu hapo mkaguzi mmoja, mdada mdogo tu, kadogo, sika na miaka 22, sijui kadi tutetemesha, kadogo. Kakaja pale kama tulimshauri hapo ofisini. Basi baadaye akaniita, hebu mite kiunga atoe ripoti ya nani kinachonihusu. Naingia ofisini hata kama wakalia wako sawa sawa. Na vile kanaamka kwenye kiti kanasema shikamoo baba. Akasema marahaba.
Sasa mimi kusema shikamoo, mimi nimemsahau, si nani? Habari za siku babangu. Kana nzuri. Akasema hii kesi mimi nimeshapona hapa. Kanisa siku babangu hapa. Ni kweli nikampa. Akasema baba, jambo Messi. Mbona walikuwa wote na Messi chuoni. Mbona naenda kumsaidia mwanangu alikuwa mimi babake. Na namba ninayo nimeshakasahau katoto. Unaona? Lakini nini? Kamepewa nini? Mamlaka. Watu na ndevu zetu na mdi juu tunatetemekanako. Kama mamlaka. Kwa Biblia inasema tumepewa nini? Mamlaka ya kukanyaga nzige na nini? Na nyoka. Yaani hakuna kitu cha kutuzuru. Yaani nguvu zote za maadui tunaziangamiza kabisa. Hakuna kitu cha kutuzuru. Wewe, hebu mshangilie Mungu wetu. Tuna mamlaka jamani. Sasa mtu mwenye mamlaka na hofu gani? Una mamlaka. Nishukuru wazee wa kanisa. Kamati ya si wazee kama hebu niseme kamati ya ununuzi wa gari. Kwa kweli nunueni gari wapendwa. Mimi siku moja niazima gari ya mtu naenda kumpeleka mwanangu advance Songea. Niliazima gari ya mtu kali. Haleluya. Nilitoka mpaka Songea sikusimamisha popote. Nimefika Songea nimepeleka mtu shuleni. Mimi nasema leo Mungu amenisaidia. Barabara mtoto kanisimamisha. Nafika nimemsalimia baba mdogo wangu. Sasa hizi kombea hapa. Alikuwa afisa taaluma mkoa wa Ruvuma Songea. Niko nimsalimia baba mdogo. Nikakata kwa naingia ofisi kwa baba mdogo na watu wanatawanyika. Wanaingia ndani. Sasa kwani watawanyika? Nashuka sema baba mdogo. Mbona aitumia neno gumu kidogo mtanisamehe. Akasema baba mdogo, mbona unatujambisha wenzako? Nasema hii gari anatembelea mkuu wa mkoa wa Ruvuma peke yake. Sasa ndio maana hawajanisimamisha. Nikajua jamani magari makali yana faida yake. Haleluya. Sasa kwa kuwa niliazima nipo rudi nikampa wenye naye. Kwa hiyo tunajifunza nini sasa habari za kukanyaga nyoka? Kwamba nyoka na nge ni zile ishara za vitu hatari sana kwenye nguvu ya uovu. Kwa nini muongea habari za nyoka na nge? Ni vitu vya ishara kali sana kwenye ulimwengu wa nini? Wa giza. Lakini pia tunapoongea habari za malaika, tunaona jinsi ya kushinda maovu. Maana malaika anatushindia muda wote. Malaika anatulinda. Malaika anatuponya. Kila unapoenda malaika anakusaidia. Yupo tayari kazini kwa ajili yetu. Kwa hiyo tunajifunza kwamba sisi basi tunao ulinzi na ndio maana tumeambiwa tutakanyaga nguvu zote za nini? Za giza. Nge na nyoka hata tuvuke kwa sababu tunaye malaika. Tunaye Mungu anayetulinda. Lakini jambo lingine, kumtegemea Yesu huleta usalama wa maisha ya kiroho na kimwili. Haleluya. Kumtegemea Yesu kunaleta usalama wa maisha ya kimwili na kiroho. Kwa Roho Mtakatifu hufanya kazi pamoja na sisi. Lakini jambo nyingine, Roho Mtakatifu huongoza waamini. Kwa Roho Mtakatifu huwaongoza waamini. Ili uwe salama, na mimi niwe salama, lazima nikubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Hii tumesoma kitabu cha Warumi kitabu cha Yohana, Injili ya Yohana sura ya 16 na ule mstari wa 13. Lakini kazi tunao kubwa sisi kama Wakristo ni kutangaza habari njema ili watu wote waweze kuokoka na kumpokea Yesu Kristo. Lakini utangaze habari njema kwa urahisi, lazima ukubali kuvaa nguvu. Pasipo nguvu hauwezi. Maana anasema wenye nguvu ndio watakaoteka ufalme wa nani? Wa Mungu. Lakini anasema hata kusema hata leo hii hivi wanaolima, hebu nikwambie, kwa mfano mtu anaumwa, nguvu zimeisha, kutembea kwenye shida, ukimpa jemba kalime si unamuua? Uwezi. Ndio maana mgonjwa mwacha pumzike nyumbani, lakini mzima akafanya kazi. Na sisi tuweze kutangazia ulimwengu kwa nguvu zote, lazima tukubali kupokea nguvu za Roho Mtakatifu. Kuna andiko mtakatifu tukisoma mara kwa mara. Ina kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 ule mstari wa 8. Inasema lakini mtapokea nguvu akisha kuwajia juu nani? Roho Mtakatifu. Kwa Roho Mtakatifu akiwa juu yetu, tutakuwa na nguvu za kutosha. Maana Roho Mtakatifu ameshakuja juu yetu. Na anatufanya sisi kuwa mashahidi. Na mashahidi kuanzia wapi? Yerusalemu. Kuendelea wapi? Uyahudi. Wote. Kuingia wapi? Samaria. Na mpaka mwisho wa nini? Wa nchi. Kwa Roho Mtakatifu ndiye anafanya kazi hiyo, kutufanya sisi tuwe salama. Ili sasa wewe na mimi tuwe salama, tukubali kupokea nguvu za Roho Mtakatifu. Haleluya. Kwa hiyo simama katika msimamo wa kumtegemea Roho Mtakatifu ili maisha yako yawe salama. Lakini andiko lingine utasoma kwa muda wako, kitabu cha Marko sura ya 16 na mstari wa 15 mpaka ule mstari wa 18. Lakini pia ili uweze kuwa salama, nimetaja hapo nyuma kwamba tulikuta andiko mbele. Usome kitabu cha Mathayo, hatutasoma, utaandika tu
Mathayo 11 na mstari wa 12 inasema hivi, ufalme wa Mungu hutekwa na watu gani? Wenye nguvu. Kwa kumbe wenye nguvu ndio wanaoteka ufalme wa Mungu. Usipokuwa na nguvu huwezi kuteka ufalme wa Mungu. Kwa hiyo uweze kuteka ufalme wa Mungu sawa sawa, lazima uwe na nguvu. Na hizo nguvu zinapatikana wapi? Magotini. Alafu nani anazileta? Mungu mwenyewe. Na ndio maana kipindi cha kwanza alipokuwa Mungu anasimamia, akaja Yesu Kristo. Yesu Kristo alipoondoka akaona hawezi kutuacha sisi mayatima. Tunamfahamu yatima, si ndio jamani? Hawezi kutuacha sisi mayatima. Yatima ni hana baba, hana mama. Hata akionewa kwa kusemelea hana, si ndio? Akasema nitawaleteeni msaidizi wangu ambaye ndiye nani? Roho Mtakatifu. Na huyo ndiye tunayetamba naye. Alikuwa na safari, kwa na mashaka, anakuambia kwamba safari yako sio salama, naomba ubadilishe, geuza. Usiposikia yatakupata. Unaanza kusema ningejua nisingefanya hivi, ningejua nisingefanya. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndiye kiongozi wetu, ndiye anayetufanya sisi sasa tuwe na nguvu ya kuteka ufalme wa Mungu, maana amesema wenye nguvu ndio watakaoteka ufalme wa nini? Wa Mungu. Kwa jamani, ufalme wa Mungu hautekeki kirahisi rahisi, unahitaji nguvu ya kutosha. Ukiwa na nguvu ya kutosha utauteka ufalme wa Mungu. Haleluya! Kwa hiyo kama nilivyosema, sisi tunaishi katika mazingira makubwa mawili. Unaishi katika mazingira ya ulimwengu wa roho na ulimwengu wa nini? Wa mwili. Na ndio maana tunajituma kufanya kazi ili tupate vitu vya kutuwezesha katika nini? Katika mwili. Lakini tunapata kuhudhuria ibada na tunakula chakula kwa ajili ya mwili. Haleluya! Sasa kwa nini tunakula chakula? Tunakula chakula ili tusife, si ndio? Na ndio maana leo au tukitoka hapa, mwingine ataenda kula pilau kuku, mwingine anaenda kula wali nyama, mwingine anaenda kula kande, mwingine anaenda kula ugali, mwingine anakula ugali na chumvi, mwingine anakula ugali na ndizi, mwingine anakula chochote. Lakini tutakaporudi baadaye tukisema waliokula wasimame, hata mimi nikula ugali na chumvi nasimama. Kwa sababu nimefanya nini? Nimekula. Haleluya! Kwani nina njaa nini? Si nimekula. Ukisema twende shambani na baadaye tunaenda kulima wote. Ukisema tukimbie, nitakimbia. Labda kwa nimekosa mazoezi, fanyike mazoezi ndio hapa atanishinda, hata mwamba atanishinda. Nafikia na waje asiku kufanya mazoezi. Labda hilo tu. Kwamba nimekosa nini? Mazoezi. Ya kwenye swala la njaa, wote tumekula. Na mimi sipigi mwayo. Nikipiga mwayo ni mwayo wa shibe ya ugali na chumvi. Kwa hiyo wale kula wote tumekula. Kwa hiyo tunafanya hayo ili tuweze kuwa salama. Lakini jambo lingine, sababu nyingine, tuone sababu ya 4, kwamba yeye ni mwalimu, yeye ni msaidizi. Roho Mtakatifu yeye ni mwalimu, yeye ni msaidizi, anatusaidia sisi. Ukisoma Warumi sura ile ya Yohana sura ya 14 na ule mstari wa 26 utaona pale. Lakini soma kitabu cha Warumi sura ya 8 na ule mstari wa 26 na kuendelea pale, utaona kazi ya Roho Mtakatifu anatufanyia sisi, kwamba yeye anatushauri, yeye ni mwalimu, yeye ni muombezi, anatuombea, yeye anatuongoza. Kwa hiyo ili tuwe salama, ili tuwe wajue na mwalimu mzuri ambaye ni Roho Mtakatifu, anatufundisha mema, hawezi kutupotoza. Lakini jambo lingine, Roho Mtakatifu huleta umoja katika kanisa na kwa mwili wa Kristo. Makanisa ya leo kinatusumbua, umoja umetoweka. Jamani, Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Umoja umefanya nini? Umetoweka. Na baada ya umoja kutoweka, ndio maana umetoweka katika mazingira magumu, kwa kuwa umoja umetoweka. Lakini umoja ukiwepo, mambo yote ni rahisi. Kuna msemo mmoja wa Kiswahili wanasema umoja nini? Ni nguvu, utengano nini? Ni udhaifu. Ametushuhudia mwenyekiti wetu wa kamati ya maandalizi ya nini hivyo, kwamba alipowaambia wenzie hawakumuhusisha nini, hakumuunga mkono, si ndio? Akaamua kubeba yeye mwenyewe. Alibeba, si ameufikisha mzigo, ila ametumia nguvu kubwa. Lakini wale aliowaambia wangeshirikiana, angetumia nguvu ndogo. Leo tukiamua kupata milioni 1 au milioni 10 hapa, tukiweka wote nguvu kwa pamoja, ni rahisi sana kupata. Haleluya! Kwa hiyo Roho Mtakatifu huimarisha umoja, huimarisha nguvu, huimarisha mshikamano, huimarisha upendo, na tukipendana sote tutaishi vizuri, tutakuwa na raha, maana tunapendana wote. Utasoma Wakorintho wa kwanza sura ya 12 na ule mstari wa 18. Alafu kitabu cha pili Zaburi 133 na ule mstari wa kwanza. Inasema tazama jinsi vya kupendeza. Haleluya. Unaona inavyopendeza tulivyokaa hapa, si ndio? Sasa ndio tuwe na lengo moja na nia moja. Yaani tunie mamoja wote tulivyo hapa. Mbona ila kupendeza? Ila shida mshaka mwingine hapa ana nia kwake. Hivi tumekaa hapa, wengine wako dukani. Hapa alipo.
Hivi tumekaa hapa, mwingine yuko Dar es Salaam, hapa hapa alipo, mwingine yuko ibadani. Tumekaa hapa, mwingine yuko hapo nje. Tumekaa hapa, mwingine anawaza kutoka. Lakini nini? Hatunia mamoja. Lakini tukinia mamoja, tutakuwa na furaha na amani ya kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa basi, mambo gani ya muhimu? Kwamba ili tuwe salama katika utumishi na katika maisha yetu ya kumwamini na kumtumikia Yesu katika kanisa letu, ni lazima tukubaliane kabisa kuwa tupo kwenye uwanja wa vita. Ukijua kwenye uwanja wa vita, hilo jambo la muhimu sana. Lazima ujue upo kwenye uwanja wa vita. Aliye kwenye uwanja wa vita halali usingizi, anakaa mkao wa kupambana. Lakini pia kujiongoza katika kweli. Kwa kujiongoza katika kweli, maana kwenye uwanja wa vita, anayejua ni kwenye vita lazima apambane, anakaa mkao wa kupambana. Na anayejua kwamba njaa ni adui wa haki analima. Na kama halima anafanya biashara kwa bidii zote. Sio mama kula kula au baba kula kula. Si unajua kuna kibaba kula kula na mama kula kula, si ndio? Unakuta mtu mwingine akipata hela kwenye malengo yake, yale aliyowazia. Amefika njiani, ameona nini, anatamani, ananunua. Anafika nyumbani, amerudi hana hata 100. Alikuwa na 500, anafika nyumbani hata hela hana. Vina amenunua hata kazi ya vina. Shida ni kosa nini? Malengo. Haleluya. Kwa hiyo kwa kuwa unajua kama niko vitani, utakaa mkao wa kupambana. Lakini jambo lingine la kujua ambalo ni muhimu, tunajua kwamba Roho Mtakatifu hutoa nguvu za huduma. Kwa kama anatoa nguvu za huduma, lazima tukae mkao wa kupokea nguvu za nini? Za kihuduma. Niwaambie ndugu zangu, kuongea na watu, kushuhudia na watu, kusimama mbele za watu sio kazi ndogo, sio kazi rahisi. Wewe unatangaza wokovu, unafikiri mchezo. Kuna wengine wametangaza wokovu, wametengwa na familia kabisa, wanataka hata kumsikia. Ni nini? Ametangaza vita. Kwa hiyo jamani, kuokoka sio lele mama. Kuokoka ni vita. Na kama ni vita, lazima tupambane katika kweli yote. Na tukimtegemea Mungu kama atafanya kazi pamoja na sisi. Lakini Roho Mtakatifu huleta umoja. Ukiona umekosa umoja na wenzako, jua kuna kitu kimepungua kwako. Usisubiri kuulizwa. Anza kutafuta msaada ili uweze kupata umoja na wenzako. Kwa sababu Roho Mtakatifu pia huleta utakaso. Lakini pia Roho Mtakatifu hutoa karama na kukuza. Kwa hiyo kuwa wewe imara, lazima Roho Mtakatifu fanye kazi pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo, kwa mambo haya machache ni kwamba lazima ujue kwamba safari yako iwe salama, safari yangu iwe salama, lazima nipate maongozi ya Roho Mtakatifu. Maana Roho Mtakatifu ndiye msaada wetu. Roho Mtakatifu ndiye kimbilio letu. Popote tunapopita, Roho Mtakatifu anasema. Na wakati mwingine Roho Mtakatifu atakwambia jambo ambalo hujaambiwa. Haleluya. Watu wengine anaweza kaja mtu nyumbani kwako, roho inakwambia huyu ana agenda hii hapa. Anakwambia kabisa, lakini hajakutamka neno. Anapotamka neno wewe ushajua muda mrefu. Na una vitu vya Roho Mtakatifu anafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Bwana. Sasa basi, kwa sababu hii, maana tunaye Roho Mtakatifu, tunaye mwombezi wetu, tunaye kiongozi wetu, na pasipo yeye hatuwezi kitu chochote. Ila kwa yeye tunaweza mambo yote. Naomba basi kwa wakati huu tutasimama tena kwa pamoja tuweze kuomba kwa dakika chache kwa ajili ya iliyopita mbele yetu. Alafu baada hapo sasa niingie kazi rasmi niliyotumwa na jimbo. Kwa niko hapa kwa ajili ya jimbo.